Hamjambo, hiki ni kikundi cha Kiswahili na tunaenda kuwasilisha kuhusiana na chimbuko na asili ya Kiswahili. Na majina haya ni majina ya wawasilishaji katika kikundi hiki. Jina langu ni David Sabila. Lugha ya Kiswahili ni lugha moja yenye asili ya Afrika ambayo imefika upeo wa kutumiwa kama lugha za kiutandawazi ndani na nje ya bara la Afrika. Kiswahili kinatumika kama lugha ya taifa katika mataifa mawili ya Afrika Mashariki ambayo ni Tanzania pamoja na Kenya. Katika ulimwengu wa kiteknolojia pia Kiswahili kimetumika kama lugha ya kiteknolojia. Kwa ujumla, Kiswahili kimepaa na kuwa lugha yenye watumiaji wengi zaidi kuliko lugha zingine yenye asili ya Kiafrika. Lakini tujiulize maswali ya msingi. Namkaribisha mwasilishaji mwingine aweze kuendelea kutoka hapa. Naam, kwa majina ni Makavila Wycliffe na ndawapeleka kwa chimbuko la Kiswahili. Chimbuko ni neno linalorejelea mahali kitu kilipoanzia. Tunapoangazia chimbuko la Kiswahili, tunajikita kujua ni wapi hasa kijiografia Kiswahili kimetokea. Asili ya Kiswahili. Neno asili lina maana ya jinsi au namna kitu kilivyotokea. Tunapoangalia asili ya Kiswahili, tutakuwa tunazingatia namna Kiswahili kilivyoanzia. Tamkaribisha mwasilishaji anayefuata kuendelea kutoka hapo. Shukran. Jina langu ni Walter Kibet, ndawachukua kwenye nadharia za chimbuko na asili ya Kiswahili. Kiswahili ni Kikongo, Kiswahili ni Kiarabu, Kiswahili ni Bijini na Krioli, Kiswahili ni Kibantu. Hasa katika kipindi hiki tutawachukua kwenye nadharia ya Kiswahili ni Kibantu ambapo tutajadili ushahidi wa kihistoria wa asili ya Kiswahili. Shukran. Jina langu ni Yvonne Jerobon. Ningependa kuzungumza kuhusu ugunduzi wa Ali Idrisi. Huyu ni mwanajiografia aliyepata kuzunguka sehemu kubwa ya bahari ya Hindi katika karne ya 10. Katika maandiko yake yaliyogunduliwa huko City katika mahakama ya Mfalme Roger II yanaonyesha kuwa alipata kufika katika upo wa Afrika Mashariki. Amevielezea visiwa vya Zanzibar. Visiwa hivi vilikuwa na njia Ugunja. Hii ni wazi kwamba wakati wa visiwa hivi walikuwa na lugha yao na lugha hiyo ndiyo Kiswahili. Kwa hivyo Kiswahili si Kiarabu wala Pijini bali Kibantu. Ningependa kumpisha anayefuata. Naam, jina langu ni Mercy Kemboi na nitawasilisha kuhusu ushahidi wa Marco Polo. Je, Marco Polo ni nani? Huyu ni mwanajiografia wa kizungu aliyepata kusafiri sehemu mbalimbali duniani. Na katika maandiko yake inaonyesha kuwa alipata kutembelea Afrika Mashariki katika karne ya 10 na kuendelea. Katika maandishi yake aliweza kuzungumzia asili ya watu aliowakuta katika Afrika Mashariki. Je, alipata nini zaidi? Alipata zaidi kuhusu lugha, dini na vyakula vyao. Maelezo ya Marco Polo yanakiri uwepo wa lugha ya watu wa Afrika Mashariki. Hakusema kuwa lugha hiyo Kiarabu bali ni lugha ya Kibantu. Lugha hiyo ndicho Kiswahili. Na hivyo basi Kiswahili ni Kibantu wala si Kiarabu. Nitakaribisha mwasilishaji mwingine aweze kuendelea. Kwa majina ni Judith Chepchirchir. Naenda kuwasilisha ushahidi wa Al-Masudi. Huyu ni mwanajiografia na historia wa Kiarabu. Naye alipata nafasi ya kufika katika pwani ya Afrika Mashariki katika karne ya 10. Katika maandiko yake anafafanua
majina ya viongozi wa pwani ya Afrika Mashariki kuwa ni wakiliwi. Pia alistajabishwa kusikiza kuwa watu wa Afrika waliitwa Wasanzi na nchi yao Zanzibar. Ushahidi huu wa Al-Masudi unatudirishia kuwa hata Waarabu wenyewe waliote walikuwa Waafrika wakitumia lugha yao, ingawa ilikuwa njia ya Kiarabu. Hivyo Kiswahili si Kiarabu bali ni Kibantu. Namkaribisha mwasilishaji wa ni huko ama ni wapi kwanza? Kwa majina ni Gladys Wambura. Nitazungumzia kuhusu historia ya mji wa Kilwa. Katika historia, habari zinaeleza kuwepo kwa masultani waliopewa majina kama Mkoma, watu nguo nyingi, hasha hazifiki. Majina haya yanathibitisha kuwepo kwa matumizi ya Kiswahili kabla ya ujio wa utawala wa Mwarabu. Hivyo Kiswahili si Kiarabu cha pijini bali ni lugha yenye asili ya Kibantu. Asanteni. Namkaribisha mwanakikundi mwenzangu aendelee. Hivyo, kama tulivyoona awali, historia inathibitisha kuwa Kiswahili ni lugha yenye asili ya Kibantu. Watu mashuhuri walipata kutembelea Afrika Mashariki na wanafiki katika maoni yao kuwa Kiswahili kilipata kuwa na kuongelewa kabla ya ujio wa wageni. Hivyo Kiswahili ni lugha yenye asili ya Kibantu. Hebu sasa tuweze kutazama video ambayo inaonyesha asili na chimbuko ya Kiswahili. Mguu kwa mguu. Historia ya Kiswahili. Tunataka watoto wetu wafundishwe historia ya Tanzania, na hiyo ndio itasaidia kujenga uzalendo. Lugha ya Kiswahili imeanza takriban miaka 1000 iliyopita kwenye pwani ya Afrika ya Mashariki. Neno Swahili lina asili ya Kiarabu. Sahil ina maana ya pwani. Sawahil, asawahil ni wingi wake kwa kumaanisha yote yanahusiana na pwani, watu au tamaduni na lugha ya eneo la pwani. Kiswahili kilianza kama lugha ya miji na bandarini wakati wa biashara ya kimataifa kwenye pwani ya Afrika ya Mashariki. Tuna historia jinsi gani miji kama vile Kilwa, Lamu na mingine kadhaa ilivyoanzishwa na wafanyabiashara wa Arabu au Waajemi waliooa wenyeji. 1798 baada ya Waomani kuwafukuza Wareno kuchukua upande wote wa pwani, kuchukua ngome ya Mombasa, Portuguese Fort na eneo la Mombasa wote baada ya kuwafukuza Waomani. Kwa hiyo ndipo wakaweza kupia kwa kuja sasa kutawala hapa. Idadi ya wahamiaji kutoka Uarabuni haikuwa kubwa sana wakati huo. Hivyo lugha ya wenyeji ilitumika kila mahali, ila tu yameingia kutoka katika lugha ya Kiarabu. Utamaduni mpya ulijitokeza uliokuwa wa Kiafrika. Kiswahili kilizaliwa kuwa lugha ya Kibantu kilichopokea maneno mengi ya asili na ya nje. Jambo. Okay, that's cool. Yeah? Jambo. You did a good job. Jambo. Okay, and where from? Jambo. Kiswahili kiliandikwa muda mrefu mno kwa herufi za Kiarabu kama ilivyosomeka kwenye sanamu ya askari jijini Dar es Salaam, Tanzania. Maandishi yanasema huu ni ukumbusho wa askari wenyeji wa Afrika waliopigana katika vita kuu. Lugha iliandikwa kwa herufi za Kiarabu tangu karne ya 13 kabla ya kuzaliwa Kristo. Kwa bahati mbaya zaidi, leo hatuna tena maandiko ya kale sana.
Hii ni kutokana na hali ya hewa kwenye pwani isiyosaidia kutunza karatasi, na kurasa zenyewe zinaweza kuoza kutokana na unyevunyevu hewani pamoja na wadudu wengi walioko katika mazingira ya pwani ya Tanzania. Kuna maandiko ya kale mno yanayopatikana kutoka karne ya 17 hivi, na huonyesha ya kwamba tenzi na mashairi vinafuata muundo uliotangulia kwa maandiko yenyewe kwa karne kadhaa zilizopita. Tazameni, tazameni alivyofanya kijiti. Tazameni, tazameni alivyofanya. Haya yote yalisaidia kujenga umoja wa Kiswahili katika eneo kubwa la pwani ya Afrika ya Mashariki. Kiajemi pia kilichangia maneno mbalimbali kama vile bibi na cherehani. Kufika kwa Wareno Afrika Mashariki kuanzia mwaka 1500 hivi kulileta athira mpya, ikiwa maneno kadhaa ya Kireno yakaingia katika Kiswahili kama vile bendera, gereza na meza. Kuwepo kwa wafanyabiashara Wahindi katika miji mikubwa ya pwani kuliingiza pia maneno ya asili ya Kihindi katika lugha kama vile gunia na kadhalika. Athira ya lugha ya Kihindi iliongezeka kiasi baada ya Waingereza kutumia Wahindi wengi kujenga reli ya Uganda. Kiswahili kilipokelewa kirahisi na wenyeji kwa sababu walikosa lugha ya pamoja kati yao. Lugha ya Kibantu ziko karibu sana na athira ya Kiarabu kile kile kote pwani. Tanzania na Oman ni ndugu, sio marafiki tu, ni ndugu kwa sababu historically inajulikana, na ndio maana nimeweza kupongeza sana ziara ya waziri kutoka Oman kuja kutembelea Tanzania kwa siku 10, kwa sababu amekaa Zanzibar siku 5 na baadaye hapa siku 5. Wamekuja na meli ambapo ina watu zaidi ya 300. Meli yenyewe ina jina linaishia Dar es Salaam kwa sababu kuna salamu kule mwishoni. Kwa hiyo inaonekana ni history ya Dar es Salaam na Tanzania bado iko pale. Kwa maoni na ushauri piga simu namba 0735 200 744. Mguu kwa mguu. Na asante sana kwa kuweza kuitazama wasilishaji huu kuhusiana na chimbuko na asili ya Kiswahili. Tunashukuru kwa kutenga muda wako kuweza kutazama.